Wizara ya Afya imeendelea kusimamia utoaji wa huduma za damu salama kwa wananchi bila malipo. Naomba niweke mkazo hapo, bila malipo. Naomba nichukue nafasi hii kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa, mtumishi wa afya atakayegundulika ameuza damu au amemwomba pesa mwananchi ili amwekee damu, hatua kali zitachukuliwa. Na nyewe wa Tanzania, ipo namba ya kuongea na waziri. Unapoambiwa neno hilo, leta taarifa mapema ili watumishi hao wachache wasio waadilifu waweze kuchukuliwa hatua. Damu hii tunaikusanya bure na inatolewa bure kwa Watanzania wote. Usilipie damu. Naomba wananchi waendelee kutoa taarifa kupitia namba za huduma kwa wateja za Wizara ya Afya, lakini kuna namba kwenye mpango wa taifa wa damu salama, na TAKUKURU sehemu uliko waambie niko hapa hospitalini, wananiambia damu inauzwa. Niko hapa hospitalini, nimeambiwa nitoe pesa kwa ajili ya damu. Leta taarifa kupitia namba ya Wizara ya Afya, kupitia namba ya damu salama, kupitia TAKUKURU sehemu unayoishi, ili kukomesha vitendo hivyo vinavyohujumu juhudi za serikali na kuwavunja moyo wachangiaji damu wanaojitolea. Tukishirikiana kwa dhati, tukitoa taarifa bila hofu na kujitolea kuchangia damu mara kwa mara, tutahakikisha Tanzania inakuwa salama na damu salama ya kutosha kwa ajili ya kuokoa maisha ya kila mmoja. Kwa hivyo naomba niwaombe kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wagonjwa, maisha ya Watanzania. Wako wanaopata ajali, wako wanaojifungua, wako wenye magonjwa ya sikoseli na magonjwa mengine yanayosababisha damu kupungua. Kutoa damu sio kufa. Ukitoa damu haufi. Unaonyesha upendo, unaonyesha mshikamano na maisha yako yanaendelea. Kwa hiyo ukienda hospitalini ukaambiwa uchangie damu kwa ajili ya mgonjwa wako, ni jambo la kawaida. Lakini na uchangie damu bila kuwa na mgonjwa, ili mwakani tunaposherehekea sherehe kama hii, na wewe uwe mmoja wa wale tunaowasherehekea leo, wachangiaji damu wa nchi hii. Wachangiaji damu oye!